legte mich etwas auf der Couch und ein Wort hat mich wunderbar. Nilikuwa nimelala muda kidogo ndani ya kiti na neno moja niweza kuniingia ndani uzima. Nikafurahi sana na nikashukuru Mungu. Mnajua, na mke wangu ambaye alikuwa akisoma mahubiri moja alikuwa akikaa na kusoma, na hapo akaniambia, sikia, ninataka nikusomee neno moja ambalo linaloandikwa ndani ya mahubiri hii. Na neno hilo liliweza kunibariki sana na likanitia nguvu. Neno moja, andiko moja kuhusu yeye ilikuwa imetosha. Na hapo furaha ya Bwana ilikuwa imefika, furaha ndani ya Bwana. Na kisha akasoma gisi ndugu Branham anasema ya kwamba Balamu alitaka alaani taifa la Mungu, au alitaka alaani watu wa Mungu, lakini Mungu hakumruhusu. Na ndugu Branham anasema ya kwamba pale walikuwa wamekwisha kufanya makosa mengi, walikuwa wamefanya dhambi nyingi kwa kiwango. Balamu alikuwa akiwaza ya kwamba hakuna kingine kinachobaki kwa taifa hilo ila ni laana tu, lakini Mungu hawezi kulaani haraka haraka wachaguliwa wake. Imeandikwa, na hivyo ndivyo nabii anasema ndani ya mahubiri haya. Ilikuwa kama vile dawa ndani ya moyo wangu, kwa maana mbele imesemeka ya kwamba walikuwa wamekwisha kufanya makosa mengi. Ndugu Branham anasema walikuwa wamefanya dhambi nyingi zinazokasirikisha Mungu katika mambo yote, na kwa namna ya kibinadamu tunaweza kusema ya kwamba ilikuwa imekwisha na tazama laana imewafikia. Lakini ndugu Branham anasema namna gani Mungu angeliweza kulaani wale aliokuwa amechagua? Haiwezekani. Mungu hakufanya hivyo. Sisi wanadamu tunaweza kufanya hivyo haraka haraka, lakini haiwezekani. Mungu ni wa ajabu, na hiyo iliweza kunitia nguvu na kunitia ndani uzima, na ikafanya moyo wangu kuwa mpya, na nifurahi sana kwa ajili ya maneno hayo. Na niweza kuwaza, Mungu akose neno hili ndilo nilikuwa nikihitaji. Na hapo unaweza kuwaza kuhusu wewe mwenyewe, kuhusu maisha yako na kuhusu yote. Na wakati unapojiangalia, mnajua ninyi wenyewe, wakati mtu anapojiangalia hawezi kupata kitu kizuri, sivyo? Hakuna kitu kizuri, lakini sifa na shukurani mbele ya macho ya Mungu tuko yale ambayo tuko. Sisi tuko wachaguliwa wake, sisi tuko watoto wake, sisi taifa lake ndio chaguliwa, na hiyo inatufurahisha sana. Ningetaka tu niweze kusoma shairi fulani za Zaburi mbele ya maombi. Zaburi 91. Zaburi 91 imeandikwa 91 Zaburi. Yeye anayekaa kwa pahali pa maficho yake aliye juu atakaa chini ya kivuli cha Mwenyezi. Mstari wa pili, nitasema juu ya Bwana, yeye ni pahali pangu pa kukimbilia na boma la nguvu langu, Mungu wangu ambaye ninamwamini. Ni ajabu sana. Tumekwisha kuyatamka ndani ya nyimbo, au hizo nyimbo zimekwisha kuyatamka. Waliweza kutamka uaminifu wao ndani ya Bwana. Pia mwimba Zaburi anasema hapa pia kwenye mstari wa pili, kimbilio langu na boma la nguvu langu, Mungu wangu ambaye ninamwamini. Kwenye mstari wa tatu, kwa maana atakuokoa toka mtego wa mwindaji ndege na kwa tauni ya uharibifu. Mstari wa nne, na manyoya yake atakufunika na chini ya mabawa yake utakimbilia. Kweli yake ni ngao na kigao. Mstari wa tano, hutaogopa kwa oga wa usiku, wala kwa mshale unaoruka mchana. Mstari wa sita, kwa tauni inayotembea katika giza, wala kwa kuharibu asuhuri. Mstari wa saba, 1,000 watanguka kando yako na 10,000 kwa mkono wako wa kuume,
lakini hakutafika karibu nao. Mstari wa 8, na macho yako tu utatazama na kuona zawabu ya waovu. Mstari wa 9, maana wewe, e Bwana, ni pahali pangu pa kukimbilia, umefanya aliye juu kao lako. Mstari wa 10, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitafika karibu na hema yako. Mstari wa 11, maana ataagiza malaika yake juu yako, wakuchunge katika njia zako zote. Mstari wa 12, watakuchukua juu mikononi mwao, usivunje miguu wako kwa jiwe. Mstari wa 13, utakanyanga simba na nyoka mdogo mwenye sumu, utakanyanga mwana simba na njoka. Mstari wa 14, kwa sababu ametia mapendo yake juu yangu, kwa hivi nitamponyesha, nitamweka juu, kwa sababu amejua jina langu. Mstari wa 15, ataniita na nitamjibu, nitakuwa pamoja naye katika taabu, nitamponyesha na kumheshimu. Mstari wa 16, kwa maisha ndefu nitamshibisha na kumwonyesha wokovu wangu. Sifa na shukurani. Tusimame na tuombe. Kutoka kini cha moyo wangu pia kwa ajili ya saa hii ya neema, ninakushukuru Mungu kwa maana unaturuhusu kuweza kuwa tena hapa ili tuweze kusifu jina lako takatifu. Bwana, tulikuwa tunastahili kasirani yako, lakini unalitupatia neema yako. Haleluya, uweze kusifiwa na asante kwako Bwana. Utaendelea tena kutubariki jioni hii, o Mungu, utaendelea kutuzungumzia kupitia neno lako Bwana. Bwana, tunajua kwamba saa yako ni karibu na msaada wako ni karibu. Haleluya, wewe ni msaada wetu, wewe ni nguvu zetu, wewe umegeuka kuwa yote kwa ajili yetu, na ndio maana tunakusifu Bwana. Tunanyanyua macho yetu mpaka kwako Bwana. Nani ambaye tunaweza kunyanyua macho kwake tena? Utukufu kwa jina lako la ajabu. Tubariki sisi zote, ni ombi langu katika jina la Yesu. Amina, amina. Tunakaa. Ndugu Frank, sifa na shukurani ziwe kwa Bwana. Tumekwisha kusikia mawazo ya damani hapa kutoka neno la Mungu na pia kutoka nyimbo ya pili, na hiyo iliweza kunigusa sana. Imesemeka ya kwamba hutaki kunyanyua macho yako kwa imani. Oh, tumainia Yesu, tumainia Yesu peke yake. Haina faida kuweza kunyanyua macho tu, lakini inaomba kuyanyanyua kwa imani. Naomba kuyanyanyua kwa uaminifu, na Mungu ataweza kulipa hiyo uaminifu na imani hiyo. Yeye atashika neno lake na kutoa yale ambayo aliyoahidi. Tuliweza kusikia na kusoma pia Zaburi 91, neno nzuri sana, na pia Yohana 6 au kama ilikuwa ni 5:36, ya kwamba hakuna mtu anayeweza kujishuhudia mwenyewe, lakini kushuhudia yule ambaye anapaswa kushuhudia, yule ambaye anapaswa kushuhudia. Nikusema hapa ndani ya Yohana sura 5:31, na pia siku moja Wafarisayo ndani ya Yohana 8:13 inaandikwa hapa Yohana 8:13, basi Wafarisayo wakamwambia, wewe unashuhudia mwenyewe tu na ushuhuda wako si kweli. Yohana 8:13. Mstari 14. Sasa Yesu akajibu akamwambia, hata nikijisifu mwenyewe ushuhuda wangu ni kweli, kwa sababu ninajua pahali ninapotoka na pahali ninapokwenda, lakini ninyi hamjui pahali ninapotoka wala pahali ninapokwenda. Ni hapo ndipo kuna kwa shida kubwa, wakati watu wasipoweza kujua ni kitu gani kinachohusika au mambo inatoka wapi au inaongoza wapi na iliweza kutolewa kwa sababu gani. Ni hapo ndipo wataweza kupata cha kusema kila wakati, na wataweza kufikia wao wenyewe kuweza kuingia katika yale ambayo Mungu aliyoahidi. Sikukuwa na hitaji ya kuweza kuhubiri leo, nilikuwa sina hata mahubiri moja ndani ya moyo wangu, lakini tuna mambo ya damani sana ambayo tunapaswa kuonyesha kwa Mungu na ambayo tunataka tuweze kumuletea kwa imani ya ujao. Mambo fulani yaliweza kunigusa sana. Kwa mfano, wakati niliposikia ya kwamba dada Grigard
aliweza fariki na niweza kusikia hali ya kufa kwake, na hiyo iliweza kunigusa sana. Nasi hatujui wakati gani saa yangu, saa yako au saa yetu itakapokuja. Sasa swali ni hii moja, uhusiano wetu pamoja na Mungu iko namna gani, na uhusiano wetu iko namna gani sisi kwa sisi? Tuko na yote ambayo tunayostahili ili tuweze kustahili mbele ya Mungu na kuweza kusimama mbele yake. Tunajua ya kwamba Bwana Yesu ambaye aliyekuwa upatanisho yeye mwenyewe, pembeni yake kulikuwa watu ambao hawakutaka kupatanishwa, na wengine pia nao walitaka kupatanishwa na Mungu. Na mtu mmoja alisema kwamba unikumbuke wakati utakapokuwa katika ufalme wako. Sisi ni wanadamu ambao hatustahili kuhukumu na hatuna hata neno la mwisho, lakini tunapashwa katika kipimo tunachoweza kufikia tuweze kufanya ili tuweze kukubaliwa mbele ya Mungu na kusimama mbele yake, kwa maana hatujui saha ambayo tutakapoitwa karibu naye. Na neno ambalo tumekwisha kusikia hapa zinatuita ili tuweze kuja kwa Bwana kwa imani, na nakubalishwa sana. Mungu alinisaidia, ninafurahi sana kwa ajili ya hiyo, na ijapokuwa tena nina huzuni kwa sababu ya hali ya ujumla. Na leo niliweza kusoma kitabu cha Esteri ndani ya Biblia, niliweza kuisoma haraka haraka. Akose ndiyo kitabu moja ambacho ndani mwake hamuna hata unabii moja juu ya Masia. Kitabu moja hawezi kupata ndani, Bwana anasema. Kitabu moja ambacho unaweza kujiuliza kwa sababu gani kitabu hiki kiko katika Biblia. Munasemeka kuhusu Mordekai, kuhusu Hamani, kuhusu Esteri na mambo fulani yanasemeka ndani pia. Lakini mnajua ya kwamba hiki ni kitabu kinachotuonyesha ya kwamba Mungu anapinganaka na mambo inayokuwa ikipingana mapenzi yake, na kisha yeye anatimiza yale ambayo aliyoamua. Na mnajua wakati unaposoma mambo hayo, ninayo ndani ya kichwa changu leo, hata kama kumbukumbu langu iko mbaya, lakini niliweza kuyasoma mara moja tu kwa machache. Esteri akageuka kuwa mke wa mfalme, na kufanyika nini baadaye? Mtu mmoja akakasirikia Wayahudi, alitaka ili awaue kwa namna yote bila hata mtu kuweza kujua kwa sababu gani anawaua, lakini alikuwa na kasirani ambayo alitaka aweze kutimiza kwa namna moja namna nyingine. Na kwa sababu gani aliweza kukasirika? Aliweza kukasirikia Mordekai. Alimkasirikia kwa sababu alisikia ya kwamba Mordekai alikuwa Myuda au Myahudi, na hiyo haikumfurahisha sana. Alitaka ili aweze kumuua, na aliweza kujenga mti wa mita 50. Alitafuta sababu njema ili aweze kukabata mtu huyo na kuweza kumtundika juu ya mti ule. Nataka kuwasomea andiko fulani kuhusu mambo hayo inayohusu mtu huyo anayeitwa Hamani. Alikuwa ni mtu wa hatari sana, lakini iko katika Biblia, nasi tunapaswa kutosha ndani funzo. Imeandikwa hapa kwenye sura 2 mstari wa 10. Esteri alikuwa kuonyesha kabila lake wala jamaa yake, kwa sababu Mordekai alimwagiza asionyeshe. Hii ilikuwa ni kitu kibaya ndani ya ufalme wa Persi, inayokuwa leo ni Irani, kuweza kufunua hiyo. Na sasa kwenye sura 2, ndiyo hapa kwenye sura 2, ndiyo hapa kwenye sura 2, Mordekai alikuja na akasema kupitia Esteri ya kwamba kulikuwa mpango ulikuwa umepangwa juu ya mfalme na watu wawili, na watu hao wawili walikamatiwa, wakafungwa na wakauawa. Na pali ya kuweza kuheshimisha Mordekai ambaye alikuwa ameleta hiyo ufunuo, mnajua inaandikwa nini? Mnajua inaandikwa namna gani? Kwenye sura 3 mstari wa kwanza. Nyuma ya maneno haya mfalme Hasuero aliongeza Hamani mwana wa Hamedata Mwagagi na kumpandisha
na kumweka juu ya maakida wote walio pamoja naye. Hakufanya kitu fulani ili aweze kuheshimiwa na kupatishwa madaraka, lakini Mordekai ndiye aliweza kutambua kwamba kulikuwa mpango ulikuwa umepangiwa juu ya mfalme. Na hapo sasa wakaanza kuzungumza kuhusu Mordekai. Hawakuweza kuheshimisha Mordekai, lakini wakaheshimisha huyo mtu alikuwa hana uhusiano mmoja na mambo hayo, na ambaye alikuwa ametengeneza hiyo mti ili aweze kuua huyo Myahudi ambaye alikuwa amefundiwa mambo hayo aweze kuuawa. Hapa inasemeka kwenye sura 3, nasema hiyo kwa sababu inayokamatika. Inasemeka hapa kwenye sura 3 ndani ya sehemu ya mwisho ya mstari wa 6. Kwa hivi Hamani akatafuta kuharibu Wayuda wote waliokuwa katika ufalme nzima wa Asuero, ndiyo watu wa Mordekai, pamoja na Mordekai. Tunakutana hapa pia Hesabu 13. Hii neno Hesabu 13. Tunajiuliza sasa, kwa sababu gani hii Hesabu 13 inaweza kuonyeshwa hapa mara nyingi? Mnajua Hesabu 13 inaandikwa hapa kose mara 3 au mara 4 ya kufatana. Ilikuwa ni siku ya 13 ambayo mauaji ya Wayahudi wote ilipaswa kufanyika. Na mnajua kwa sababu gani iliyofanyika? Mnajua ifanyika nini? Wakati siku hiyo, wakati Hamani alikuwa ameamua ili aweze kuua Wayahudi wote. Siku hiyo ndiyo wadui zao waliweza kuuawa. Sasa mnishaka soma hiyo nyote. Mungu aligeuza hali, Mungu aligeuza mpango, na kama vile ndugu yetu alivyosoma, Mungu anatimizaka neno lake. Hakuwake macho juu ya neno la Hamani ili aweze kulitimiza, lakini yeye anakuwaka macho ili kwa neno lake ili aweze kulitimiza. Hamani anayekwenda na kurudi aliweza kusulubishwa juu ya mti, lakini Mungu yeye anakuwa macho juu ya neno lake na juu ya taifa lake ili aweze kulitimiza. Nasi hatuwezi kuingia katika maelezo ya mambo haya, lakini hapa inasemeka ya kwamba waandishi wa kifalme huu hao waliweza kuitwa kwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza. Nawaambia siku hiyo Hesabu 13 mweza kuiona, hiyo inaweza kuwa ni sura 10 tu mfupi ya kitabu hicho. Na kisha tuendelea hapa, inasemeka hapa katika sehemu ya mwisho, katika mstari wa mwisho wa sura 3 mstari 15, mfalme na Hamani wakakaa kwa kufanya karamu, japokuwa huzuni ilikuwa katika eneo la Susani. Mnajua kwamba alikuwa ametuma hiyo farasi njema na mameli nzuri sana zinazokimbia nzuri sana ili aweze kutuma katika nchi yote nzima, ya kwamba tarehe 13 ya mwezi na Wayahudi wote na katika nchi yote katika hiyo wilaya 25 wote wangepasha kuuawa na kumalizwa. Esteri 3:13. Na aliwatuma na mafarasi na wanaokimbia mbio mbio katika nchi yoyote nzima. Na wakati alipofikisha hiyo ujumbe mahali pote, hao wakakaa wakafanya sherehe, na taifa la Mungu lilikuwa pale katika huzuni, katika taabu, katika mateso kubwa, na wakakunywa, wale wengine wakakunywa mpaka wakalewa, na walikuwa katika hali njema. Lakini yale yalifanyika ni hii: Mungu alikuwa macho juu ya taifa lake na akawakumbuka. Hapa kwenye sura 4 Esteri alikamata maamuzi, anasema hapa kwenye mstari wa 16, kwenda kusanya Wayuda wote walio katika Susani, na mfunge chakula kwa ajili yangu, wala musile wala musinywe siku 3 mchana na usiku, nami vile vile na vijakazi wangu tutafunga vile vile, na hivi nitaingia kwa mfalme isiyo sawa na sheria, na nikifa ninakufa. Basi Mordekai akakwenda zake akafanya yote kama Esteri alivyomwagiza. Mnaona, haikuwa vyepesi kuweza kuonekana hivyo mbele ya mfalme. Angepashwa kuingia katika uwanja ili aweze kungoja, aweze kumwita, na mfalme aweze kunyosha fimbo yake ya dhahabu na kuweza kumuonyesha na kumnyosha hiyo fimbo, na hapo sasa angepasha kukaribia. Lakini hapa akasema kwamba nitakwenda nikufe au nisipokufa niangamie au hapana, inahusu taifa langu, nami niko tayari kuweza kutoa uzima wangu kwa ajili ya taifa langu. Akakwenda akaingia katikati, akasimama katikati. Tumekwisha kusoma mahubiri yetu kwamba kusimama katikati, mahubiri ya ndugu Branham, na tunapendaka kusoma hiyo, na kisha tunaiweka, na kisha tunajiuliza sasa, kwa sababu tuweza kusoma maneno haya, lakini tunaweza kuelewa ya kwamba nasi tunapaswa kuingia kusimama katikati ya watu, na kama tunaweza kuangamia tuweze kuangamia, lakini tuweze kusimama katikati.
au kwa pendo. Na hapa tunaona kwamba inaendelea katika sura 5, mambo hayo yaliweza kupangwa katika utaratibu, na kisha tunafika hapo hapo kwa yale ambayo iliyo ya kufurahisha sana hapa kwenye sura 6. Hapa kunjia mzuri sana inayofurahisha sana sura 5 mstari 5, sura 6 mstari 5. Watumishi wa mfalme wakamwambia, tazama, Hamani anasimama kiwanjani. Mfalme akasema, ingia. Hivi Hamani akaingia. Mfalme akamwambia, nini itafanywa kwa mtu ambaye mfalme anapendezwa naye, amheshimu? Hamani aliwaza kwamba ni yeye, lakini aliwaza kwamba tazama, sasa niko katika uwanja wa mfalme, na tazama, mfalme anauliza, inaomba kufanyizia nini mtu ambaye anastahili kuheshimiwa, au mtu anapaswa kuheshimiwa namna gani? Mtu wa kipekee huyo alikuwa akiwaza ya kwamba alikuwa hakujua kwamba Mordekai alikuwa amepata ufunuo, na alikuwa amearifu huyo mfalme, na watu wawili wakauawa, na mfalme akabaki kuwa hai. Na hapo sasa Hamani yeye akawaza ya kwamba Mungu wangu, ya kwamba hakuna mtu mwingine ambaye mpasha kuheshimiwa au kuheshimishwa ila mimi. Tazama sasa nitaweza kufanya maamuzi mazuri, kwa maana hiyo malipo itakuwa yangu. Hiyo sio mawazo ya kimutu. Inakulifanyika nini? Inaandikwa hapa kwenye mstari wa 7. Hamani akamwambia mfalme, mtu ambaye mfalme anapendezwa au kuheshimishwa, mstari wa 8, au kumheshimu, mstari wa 8, aletewe mavazi ya kifalme mfalme aliyovaa mbele, na farasi ambaye mfalme alipanda, na aliyetiwa taji ya kifalme kichwani, na mavazi na farasi waletwe mkononi mwa mmoja wa makida mwenye heshima zaidi wa mfalme, ili wavikwe mtu ambaye mfalme anapendezwa kuheshimu naye, na kumtembeza juu ya farasi katika njia ya mji, na kutangaza mbele yake, hivi ndivyo atakavyofanyiziwa mtu ambaye mfalme anapendezwa kumheshimu. Hii maneno gani? Hii ni maneno mazuri gani aliweza kusema hapa? Alikuwa akiwaza kwamba itakuwa yake. Na tazama sasa farasi ambayo pasha kukaa juu yake, na tazama sasa watu wengi walikuwa pale, na kisha atakwenda wote wawili, na taifa lote linamwambia jambo, na watu wote watasimama mbele yake, na yote itakuwa vizuri kwa ajili yake. Unajua ilifanyika namna gani? Tunasoma kwenye mstari wa 10. Halafu mfalme akamwambia Hamani, fanya na haraka, natwaa mavazi na farasi kama ulivyosema, nafanyia hivi Mordekai Myuda anayekaa langoni mwa mfalme. Usipunguze neno moja lolote ambalo ulisema. Alikuwa hawazie hiyo. Alitaka aweze kuua Wayuda. Alikuwa na chuki kubwa kwa ajili yao. Alikuwa hakuwazia kwamba mtu huyo ambaye alikuwa akionekana kama vile adui wake anaweza kuvikwa taji au kuheshimiwa kama hivyo. Mstari wa 10. Halafu aseme usipunguze neno lolote kwa maneno ambayo ulisema. Mstari wa 11. Halafu Hamani akatoa mavazi na farasi. Unaweza kuwazia hiyo inaweza kuwa nini? Yule ambaye alitaka kuweza kuwa akaona kwenda kumtafutia mavazi ya kifalme, eti nenda tafuta farasi na ambayo taweza kukaa juu yake na aweze kutimiza mambo yote mbele ya mfalme. Na asema mstari wa 11. Halafu Hamani akakwenda akatoa mavazi na farasi, akavika Mordekai na kumtembeza juu ya farasi katika njia ya mji akipaza sauti mbele yake. Hii ilikuwa ni kitu fulani cha ajabu. Na ni kwamba hii mstari wa 12, mstari wa 11. Hivi ndivyo mstari wa 11. Hivi ndivyo atafanyizwa mtu ambaye mfalme anapendezwa kumheshimu. Hii ilikuwa ni kitu fulani cha ajabu. Hapa kuna kitu fulani kizuri sana kwa wale wanaosoma habari yote mpaka hapa. Hapa kwa mfano mpaka kwa mstari wa 7, mstari wa 6. Sura 7 mstari wa 6. Esteri akasema, ni mtesi na adui ndiye Hamani huyu mwovu. Alikuwa amemwalika kwenye karamu, na hapo alikuwa akijua kwamba nitaweza kuialika Hamani na mambo yote yatafanyika vizuri. Na hivyo ndivyo aliweza kufanya. Aliweza kualikwa
na alikuwa akiwaza kwamba ataweza kuheshimiwa na kubarikiwa, lakini mambo yote ikabadilika. Yale aliyotaka kufanyizia mtu mwingine yote yakamfikia yeye mwenyewe. Najiuliza kama Mungu alishakabadilika, nasi tunajibu sisi sote hapana, Mungu hajabadilika. Na ndio maana tunapaswa kufanya angalisho sana kwa yale tunayofanya na kufanyizia wengine, ili hiyo isiweze kutufikia mimi na wewe. Na nakubalishwa na niambia Bwana katika ombi langu, Mungu, hii hainisaidie kuweza kujua makosa au mazambi za wengine. Inaweza tu nisaidia kama naweza kujua na kuweza kutambua namna gani niko, au kama siko mahali ambapo ninapaswa kuwa. Kama ninaweza kukubali kutoka kichwa, kama neno linagusa mtu mwingine, ya kwamba neno linagusa mtu mwingine, ni kusema mahubiri haikuwa yangu, lakini ninapashwa kukubali kwa moyo wangu wote maneno ambayo yanahubiriwa, kama yananigusa, kama yananigusa tena wengine. Sasa ni kusema pale ninakaa au tunakaa kwa bure wakati tunaposikia neno. Hapa sasa kwenye mstari wa 17 ya sura 8, Esteri 8 mstari wa 17, katika kila wilaya na katika kila mji pahali popote amri ya mfalme na agizo lake lilipofika, Wayuda walikuwa na furaha na shangwe, karamu na siku nzuri, na wengi katikati ya watu wa nchi wakageuka kwa Wayuda, maana woga wa Wayuda ulikuwa umewaangukia. Wakati Mungu alipogeuza hali ya Wayuda, na hapo wapagani wakajunga na wakaingia katika Uyuda, kwa maana waliona kwamba Mungu alikuwa amegeuza mpango hali ya huyo muuaji ambaye na kwamba Mungu alikuwa macho juu ya neno lake na taifa lake, na kwamba alikuwa amegeuza hali yao na akaweka adui zao katika mikono yake. Nasemeka hapa kulikuwa watu wengi, kwa maana kulikuwa watu hapa, na sio tu katika taifa la Wayuda, lakini wacha niweze kusoma kwa upole. Kulikuwa katika furaha ndani ya Wayuda, na kulikuwa shangwe na siku ya karamu. Kulikuwa furaha na shangwe na sauti za shangwe na siku za karamu na siku za kufurahi, na sababu nyingi ya Wayuda wasioamini waliweza kujiunga na Wayuda. Sehemu kubwa ya Wakaldayo au wasio wapagani wakajiunga na Wayuda. Na sasa kama Mungu anaweza kutupatia neema, kama tunaweza kuja kwake kweli kweli kwa kiwango, anaweza kutusaidia, na wamoja wataweza kuona hiyo, wataweza kuiona, na woga wa Mungu utaweza kuangukia, nasi tutaona bila hata bidii yetu ya kwamba mkono wa Bwana na Roho wa Mungu utaweza kuanguka juu ya watu, na yeye mwenyewe atawaongoza kwa toba na kwa kufanya upya. Hii habari yote ina maana kubwa kwa ajili yangu, na kama leo tuko hapa kwa ajili ya kuomba, tungelipashwa kuweza kuomba Mungu ili kwa moyo wetu wote, na hatupashi kusambazwa katika maombi, kila mtu akiomba juu ya kile na kingine juu ya kile. Hiyo tunaweza kuifanya nyumbani kwetu, lakini hapa tunapaswa kuleta sisi sote ombi moja ya maombi. Tunapaswa kuleta hitaji moja ya maombi ambayo iliyo na umuhimu ya kipekee. Tuweze tukijifunga kwa ombi hilo, na tuweze kujiweka katika mikono ya Mungu ili tuweze kuona kama ataweza kujibu na kutubariki. Hii habari iliweza kunifundisha ya kwamba Mungu iko kwa upande wa taifa lake, na katika saha zilizo mbaya na majaribu ambao hawalikuwa hawajua cha kufanya, Mungu aliweza kuwatarishia njia ya kutoka ndani kwa neema yake kwa hiyo dakika ya mwisho. Kwa maana kulingana na andiko, habari kwa imekwisha kusambazwa mahali pote kupitia wajumbe wa kutoa hiyo habari kupitia farasi katika hiyo wilaya 25, na hiyo siku sasa Wayahudi wangepasha kuuawa
ilikuwa imekwisha kupangwa, na mnajua, na kama Mungu angeliweza kuamua taifa la Mungu, na hakungekuwa maamuzi au kwa kuponea, lakini Mungu hawezi kuruhusu hiyo. Nasi hatukuzaliwa upya ili tuweze kuharibishwa na adui, lakini tuzaliwa upya ili tuweze kuishi kwa ajili ya Mungu, ili tuweze kupata neema mbele yake na tuweze kusonga mbele katika imani, na ili aweze kutubariki. Ndiyo, atusaidie kweli na aweze kutusaidia. Ndiyo, na waza ya kwamba Mungu ana mambo mengi na kwamba majaribu yanaweza kwenda hata mpaka mwisho. Yale ambayo Mungu aliyofanya itabaki ikifanyika milele na milele. Hakuna mtu anayeweza kutujanganya hiyo, haiwezekani. Na ni katika imani hiyo isiyoweza kutikisika kama vile mwamba, ndiyo tunataka tuweze kusonga mbele bila kutazama yale yanayoonekana, na kama sivyo singeweza kukose kuwa hapa. Lakini ndani ya moyo wangu muna nyimbo ya sifa, ndani ya moyo wangu muna maabudu. Ninaweza kunungunika na kufadhaika, na nafanyaka hivyo, ni kweli. Lakini tangu wakati Mungu aliponipatia neema yake na aliponigeuzia uso wake, siwezi kujizuia kuweza kumheshimisha ndani ya imani, na naweza kutumaini mahali ambapo hakuna tena tumaini, na naweza kuamini mahali hakuna tena cha kuamini. Ni kwamba Mungu iko na uwezo ya kuweza kuumba kutoka bure. Na ndugu yetu aliweza kusoma ndani ya Waebrania sura 10. Na wakati tunaposoma katika Waebrania sura 11, neno imani inasemeka ndani ya kose mara 24. Neno imani inasemeka kose mara 24 ndani ya Waebrania 11. Kwa imani waliweza kufanya kwa imani, na sio kwa sababu yangu au kwa sababu ya ufunuo kwa kitu kingine, lakini kwa imani. Na ni kwa imani ndio watu hao waliweza kushinda maufalme. Waebrania sura 11:33, Waebrania 11:5. Waliokufa walifufuka kwa imani. Hawakuweza kusikia sauti ya upepo au kitu kingine, waliweza kuamini Mungu katika saha ya jaribu. Na katika imani hiyo Mungu akawasaidia, na Mungu akajibu hiyo na kuheshimisha hiyo imani, na akawasaidia mahali ambapo mtu hangeliweza kuwasaidia. Niambie, nani ambaye ingeweza kusaidia taifa hilo la Wayuda au la Wayahudi katika wakati huo? Kulikuwa hata mtu mmoja ambaye ingeweza kuwasaidia, lakini Mungu alisaidia, na yeye akatuma Esteri mbele katika nyumba ya kifalme ili mambo hayo yote yaweze kujulikana kwenye hatua ya juu sana, na ili iweze kuamuriwa na kumalizika kutoka kwa Mungu. Na naamini kwamba Mungu wetu ni mfalme wetu, na kwamba kazi yake inaongozwa mpaka kwa kiwango cha juu. Hiyo ni kitendo cha mfalme aliye mkubwa, mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, naye hawezi kufanya tofauti ila kuweza kutimiza neno lake, kuwa macho juu ya neno lake ili alitimize, na pia kwa ajili ya taifa lake ambalo sasa linabarikiwa, na si kwa sababu wanastahili, lakini kwa sababu ya neema, kwa sababu ya uchaguzi ambao Mungu aliofanya mbele hata ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Na sasa wakati ndugu Rusi aliposoma neno la kuanzisha, niliwaza ya kwamba makerubi walifunika nyuso zao wakati walipokuwa wakiingia mbele ya uso wa Mungu. Sasa itakuwa namna gani kuhusu wewe? Itakuwa namna gani kuhusu mimi? Tunaweza kusimama namna gani, au namna gani tunaweza kusimama na kusikilikana mbele ya uso wa Mungu mtakatifu? Lakini wakati tunapokaribia msalaba na tunapoona ya kwamba alijipatanisha pamoja na sisi, tunaweza tu kuamini. Msalaba wake unafunika makosa yangu, damu yake inanifanya kuwa safi na pasipo dhambi. Mapenzi yangu ni mapenzi ya Mungu, naweka uaminifu wangu ndani ya Yesu peke yake.
kutokuamini kazi ya ukombozi yotimilika, hiyo ndio kitu ambacho kinatuvunja shingo, kwa maana kutokuamini yale ambayo Mungu aliyofanya haiwezi kusamehewa. Na ni hiyo ndiyo zambi ambayo ndugu Branham alikuwa akasema mwanzo au chanzo cha zambi, mahali zambi natokea ni kutokuamini, mahali kunapotokea na ingine yote kutokuamini na ingine yote. Lakini tuamini kwa mizizi yote ya mioyo yetu au mishipa ya mioyo yetu, na tuweze kuamini mahali ambapo hatuwezi kuamini, tuweze kuamini mahali ambapo hakuwezi hata tumaini. Lakini Mungu wetu ni tumaini letu, yeye ni tumaini iliyo hai, na kwa sababu yeye iko hai, nasi tuliweza kupokea imani iliyo hai kwa yeye, na tunakubalishwa ya kwamba atambaliza kazi yake. Jioni hii tuweze kujiambatanisha kwa kazi yake au kujifunga kwa kazi yake, kazi yake, ndugu na dada zetu, na tuweze kumpatia hiyo kwa uhakika kwa moyo wetu wote. Na mimi siachi hata mtu, kwa maana ninaamini ya kwamba Mungu anaweza kutusaidia wewe na mimi na wengine wote, na wakati tunapoweza kuacha kuzungumuza, ndipo Mungu ataweza kuanza kutenda, na yeye atatuonyesha njia. Unaweza katika hali yote kuweza kuonyesha maoni yako, mtu mwingine naye anaweza kuonyesha maoni yake, na kila mtu anaweza kwenda na kuwa akiwa na haki kulingana na maoni yake, lakini Mungu peke yake anajua kama ni kweli. Lakini kitu moja ni cha kweli, ni kwamba wakati Mungu atakapoleta haki, mambo yote itakuwa tofauti na wewe na mimi na wengine wote na wandugu wote na wadada wote. Na hiyo ni hitaji yetu, hiyo ni matarajio yetu ya kwamba Mungu aweze kuleta haki. Na atafanya haki wapi? Mahali ambapo wanamwamini, mahali ambapo wanamtumainia. Ningetaka sasa niweze kuwauliza hiki. Wakati tunapoomba, tuombe machache na tuweze kuomba kwa uhakika. Tuweze kuacha ndugu yetu, tuweze kuacha mwenzetu pembeni yetu, tuweze kumwacha, tuweze kuanza pamoja, lakini tuweze kuomba kwa mafupi. Na katika nyumbani kwetu tuweze kuomba, katika nyumba zetu tuweze kuomba hata kwa saa moja, lakini hapa tunapaswa kuomba kwa mafupi, tukiwa na uhakika mbele ya uso wa kicha neema, ili aweze tena kuturehemu, aweze kutusaidia na saidia wale wote walio katika hitaji iwe yoyote. Na waomba ndugu na dada, na nataka niweze kuambia waziwazi, Biblia inasema ndani ya Petro wa pili sura 2 mstari wa kwanza ya kwamba kupitia hizo tabia zote katika upendo wa kindugu alionyesha, akasema ya kwamba muongeze tena upendo wa wandugu wote. Petro wa pili sura 1 mstari wa 7. Na sio wandugu walio karibu nami, na sio wandugu walio karibu yenu, lakini ni kitu chepesi sana, lakini kwa ajili ya watakatifu wote. Na kama inaweza kuwa hata tofauti na sisi, hata kama unaweza kutupinga, haina hata tofauti na hiyo, lakini tusiweze kuacha ndani mwetu muweze kupanda kitu kibaya, lakini tuweze kufika katika ukamilifu wa Mungu. Hakuna njia ya kufikia ukamilifu ila katika upendo wa kiungu, ambao upendo wa kiungu hayo yenyewe ni kamba ya ukamilifu. Na hiyo kamba na hiyo upendo haiwezi kutamkwa tu katika maneno, lakini pasha kusemeka pia na kuonyeshwa katika matendo na katika kweli. Tunataka sisi sote wandugu wote ambao tunaopenda, tunaoheshimu, tunaopenda tuweze kuona mbinguni. Tunataka sisi wote tuweze kuleta mbele ya kicha neema ya Mungu, na tuweze kuweka kazi ya Mungu yote kwa Bwana. Tuweze kumwamini na kuweza kumtumainia katika maombi mafupi. Na hapo sasa Mungu atatubariki na atatusaidia na atakuwa pamoja na sisi. Amina. Na sasa tusimame na tuombe. Ndugu Rusi, tunakushukuru kutoka kilindi cha moyo, o Mungu, kwa ajili ya saa hii ya neema. Bwana mwaminifu Yesu, Bwana tunakushukuru kwa ajili ya kila neno ambalo umekwisha kusomewa. Bwana tunakushukuru kwa ajili ya wazo lote ambalo liweza kukomaa ndani mwetu kupitia neno lako. Bwana tunakushukuru pia kwa ajili ya kila nyimbo ambayo tuweza kuimba kwa ajili ya utukufu wa jina lako, o Mungu. Bwana wewe peke yako ndio unastahili utukufu na mabudu. Tunakumbuka yote uliyofanya kwa ajili yetu Bwana, lakini pia tunakuja tukiwa na ombi ambayo inayotushika kwenye moyo, o Bwana. Bwana
Hatutaki kufanya kitu chochote na hatuwezi kufanya kitu chochote, lakini mahali ambapo kitu hakiwezekani mbele ya macho yetu, pale wewe unaweza kutenda Bwana, kwa maana tunaona ya kwamba Bwana unaweza kugeuza laana kuwa baraka, unaweza kupatia uzima waliokufa. Ndiyo Bwana, unaweza kugeuza mambo yote, unaweza kugeuza hali yote, unaweza kugeuza hali ya taifa lako lote. Bwana, unajua yote, o Mungu, unaweza kugeuza yote. Wakati tusipoona kitu Bwana, wakati tunapotamka ya kwamba yote imeshindikana au haiwezekani, lakini wewe Bwana, mambo yote yanawezekana, o Mungu. Bwana, ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba utatimiza neno lako na utakuwa macho juu ya neno lako, o Mungu, na sio tu juu ya neno lako, lakini pia juu ya taifa lako Bwana. Asante Bwana, kwa maana unaniruhusu kuweza kuweka yote katika mikono yako kwa imani Bwana. Bwana, nakupatia majamaa zetu, o Mungu, majamaa zetu, manyumba zetu, watoto wetu, o Mungu, yote Bwana, wote Bwana, o Mwokozi wangu. Ninajua Bwana ya kwamba una mpango, o Mungu. Asante kwa ajili ya hiyo Bwana, kwa ajili ya kazi yako ya ajabu Bwana. Ninakuabudu na ninasifu neema yako. Haleluya Bwana. Hautapita Bwana, hapana, lakini utatupatia zaidi ya maombi yetu na kuelewa kwetu. Haleluya. Usifiwe na ushangiliwe Bwana kwa ajili ya maneno yako ya utukufu jioni hii. Usifiwe tena. Haleluya. O Mungu, Mungu wangu, hatujui hii inaweza kugusa mtu haraka haraka kwa namna gani mmoja na mwingine, lakini tunakuomba uweze kutubariki ili tuweze kukutanana na wewe huko, tuweze kuwa pamoja na wewe Bwana. Hatujui kwa sababu gani mambo yako hivi Bwana, lakini tunataka tuweze kuweka yote katika mikono yako, o Mungu. O Bwana, tubariki Bwana na umponye Bwana. Hii ni ombi langu Bwana, katika jina la damani la Yesu. Mungu mwaminifu, wakati tunapotengana, uwe pamoja nasi Bwana, na pia mahali pa kazi zetu Bwana, mahali tunapokwenda, tubariki sisi sote Bwana. Hili ni ombi langu la kweli katika jina la Yesu, amina.